24 na 25. Yes, nitasoma. Mathayo Mtakatifu 16 mstari ni wa 24 na 25. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Mstari wa 25, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Asante. Nisomee Wafilipi 3. Philippians 3 mstari ni wa 7 na 8. Philippians 3:7 to 8. Tasoma. Wafilipi 3 mstari ni wa 7 na wa 8. Nasema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi, kwa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mafi, ili nipate Kristo. Enda Ayubu 1. Nisomea mstari wa 21. 20:21. Ayubu. Tasoma Ayubu. Kitabu ni Ayubu, mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 20. Mstari ni wa 20 na 21. Maandiko yanasema 20:21. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua roho. Tarudia. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Shofu, asante ni kwa neno lako mchana wa leo. Ninajua umetuandalia chakula ni kwa ajili ya maisha yetu ya roho, kwa sababu mwanadamu haishi ni kwa ajili ya mkate peke yake, bali kwa ajili ya neno litokao kwa kinywa chako. Nasi tuko tayari kupokea neno la kinywa chako. Tuomba Baba yetu ukaongee sawasawa na mapenzi yako katika maisha yetu. Nena nasi, nyamazisha sauti zote zitakaopingana na neno lako wakati huu, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa kwa utukufu wa jina la mtakatifu Yesu, tuomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetangulia kusema ya kwamba tunaongea juu ya kupoteza ili uweze kupata. Kupoteza ili uweze kupata. Maandiko imetuambia kwamba mahali tumesoma katika kitabu cha Mathayo ya kwamba kama uko tayari kumfuata Bwana Yesu, utaubeba msalaba wako. Na anaendelea kusema ya kwamba apendaye maisha yake sana atapoteza. Bwana Yesu atukuzwe. Na asiyependa maisha yake atapata. Naye Wafilipi anatuambia ya kwamba
Wafilipi anasema ya kwamba ni kwa ajili ya mambo yote mimi niliyahesabu kama takataka, nilihesabu kama taka, nilihesabu kama upuzi, nilihesabu kama kitu hakina dhamana, ni kwa ajili ya utukufu wa Yesu aliyeniita. Naye Ayubu akasema katika Ayubu kwanza 20:21, akasema ya kwamba alipoletewa ripoti ya kwamba amepoteza kila kitu yote, alipoletewa ripoti watoto wake wameisha, ng'ombe zake zimeisha, kondoo zimeisha, na chochote alichokuwa nacho kimeisha, maandiko imetuambia kwamba alirarua vazi zake na akanyenyekea mbele za Bwana na akamwabudu. Na katika kumwabudu akasema jambo moja, nilitoka bila kitu kwa baba yangu, na kwa baba yangu nitarudi bila kitu, na jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu wakati alikuwa ananipea hili neno, akawa ananielezea na ananifunulia mambo kadhaa juu ya maisha ya Mkristo. Kwa sababu sisi zote tumeitwa katika ufalme. Sisi zote kuna mambo ambayo tuliacha. Sisi zote kuna mambo ambayo tuliachana nayo, ni kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya wokovu tulioupata. Andiko imetuambia kwamba katika Mathayo ya kwamba kama unataka kubeba msalaba wa Yesu, kama unataka kubeba huyu Yesu, kama unataka kubeba hili jina kubwa ambalo ni la Yesu, unahitaji kubeba msalaba wako. Na katika kubeba msalaba wako unahitaji kujikataa wewe mwenyewe, ni kwa ajili ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba katika kule kujikataa, kama utaweza kujikataa, kama utaweza kujiachilia, kama utaweza kupuuza mengine, ni kwa ajili ya Yesu utaweza kuupokea uzima wa milele. Lakini kama utaupenda sana wewe mwenyewe na mambo yako, utaweza kupoteza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na Paulo akiandikia Wafilipi akasema ya kwamba but what things we gain to me, these are counted loss for Christ. Ya kwamba yale mambo ambayo niliyapata niliyahesabu kama taka. Amen. Na Paulo afike mahali ya kuhesabu vitu alizozipata kama taka. Alikuwa ameendea safari na Yesu. Amen. Alikuwa ametembea na Yesu kwa kiwango. Ikafika mahali akakaribiana na yeye sana, akaona hata familia haina anja, akafanya hesabu hata ile biashara nafanyanga kwangu sio valuable, wale watoto niko na wao sio valuable, na mambo yote yale ninafanya sio valuable, hata watu wetu hawana dhamana kama huyu Kristo aliye ndani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko imetuambia kwamba, anaendelea kusema ya kwamba yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Anasema ya kwamba yeye alihesabu vitu vyote hasara. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ushahesabu hasara ni kwa ajili ya Kristo Yesu. Ushaifika mahali unahesabu mambo yote ni hasara, ni kwa ajili ya Kristo Yesu. Paulo akaangalia na akaambia Wafilipi ya kwamba ni sawa, ninajua mmebarikiwa sana, ninajua mmeendelea sana, ninajua mmeinuliwa sana, lakini yale mambo yote ninayahesabu kuwa bure, ninayahesabu kuwa haina faida kwangu. Nikilinganisha, kuna neno hapa ametumia nikilinganisha. Haleluya. Kuna jambo ametumia pale ambalo ya maana sana, nikilinganisha. Amen. Na Yesu aliye ndani yangu. Amen. Mpendo, sijui kama umefika mahali ukaanza kulinganisha huyu Yesu. Sijui kama umefika mahali ukaanza kumtoshanisha. Sijui umefika mahali ukaanza kumpimanisha na mimi. Lakini Paulo akasimama na akasema ya kwamba ninajua mambo ni mengi duniani, ninajua urithi niko nao, ninajua niko na vitu za maana zaidi, lakini nikilinganisha na Kristo Yesu zote ni taka.
Amen. Bwana asifiwe. Amen. Roho wa Bwana akawa ananiambia kwamba sisi wa Kristo sometimes kuna mambo ambayo tumeweka kuwa ya dhamana katika maisha yetu. Amen. Tumeweka kazi zetu zaidi kuwa za dhamana. Tumeweka biashara zetu kuwa za dhamana. Tumeweka watoto wetu zaidi kuwa wa dhamana. Tumeweka chochote ambacho tumebarikiwa nacho kuwa cha dhamana. Lakini siku ya leo neno la Bwana linatuambia kwamba tukahesabu kama loss, tukahesabu kama taka, tukilinganisha na Yesu, kwa sababu aliye ndani yako yeye ni zaidi ya hizo vitu ambazo tuko nazo. Akiwa ndani yako yeye ni zaidi ya mali tulio nayo, ni zaidi ya familia tulizo nazo, ni zaidi ya vitu vyote tulivyo navyo, kwa sababu tunaweza ishi bila hizo vitu, lakini hatuwezi kuishi bila Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hatuwezi tukaishi bila Yesu. Akasema ya kwamba ninahesabu kuwa takataka, ninahesabu kuwa bure. Wakati umeanza kutembea na Mungu na umeanza safari na yeye, kuna vitu ambazo ni lazima uweke kando. Amen. Kuna vitu ni lazima usiweke value yake ikiwa chini na uinue value aliye ndani yako. Amen. Kuna vitu ambavyo ni lazima zikae, ndio ziko pale katika maisha yako, lakini ziko chini ya Yesu wako akiwa juu. Amen. Ni kwa sababu wakati tuliokoka tulihitajika kulose ama kupoteza. Mpendo, by the way, wewe umepoteza nini mpaka hapo tumefika tangu ulipookoka? Unaweza hesabu ulipoteza nini na nini katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu amepoteza jambo. Kuna mtu amepoteza kitu. Inua mkono wako kama unajua kuna kitu ulipoteza. Hallelujah. Kuna kitu ulipoteza mpendo. Amen. Kama hujapoteza, ambia Bwana hakupea kupoteza. Hallelujah. Amen. Ni kwa sababu unapookoka, jambo la kwanza ile unapoteza marafiki. Hallelujah. Kama kuna kitu ya kupoteza unapookoka ni marafiki. Sijui kama umenipata vizuri. Kama kuna kitu ya kupoteza, ni kupoteza marafiki na watu ambao ni wa karibu sana na wewe. Amen. Ni kwa sababu unapookoka maisha yako yanabadilika. Amen. Haufanyi kama mtu wa kale, unafanya kama mtu aliyezaliwa. Na mtu aliyezaliwa hawezi akaendanisha na mtu ambaye ni wa kale. Mtu wa kale atamuonyesha mambo ya kale, lakini mtu aliyezaliwa anaenenda na mambo mapya ambayo imezaliwa ndani yake. Kwa hivyo lazima utapoteza marafiki. Amen. Na kama bado hujapoteza marafiki, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama bado hujapoteza marafiki uliyekuwa na wao, jiadhari sana, kwa sababu huenda wakakurudisha na nyuma. Huenda wakakurudisha katika matapiko. Haleluya. Paulo akasema ya kwamba I'll count it loss, ninaihesabu kuwa hasara kwangu. Ninahesabu kuwa ni hasara. Ni kwa sababu nilipookoka kuna mambo ambayo nilipoteza. Kumbuka Paulo alikuwa mtu mkubwa serikalini ya Warumi. Na akiwa mtu mkubwa hivyo alikuwa na cheo, na hata alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wanatesa Wakristo. Kwa hivyo katika ile serikali alikuwa na cheo cha kiwango cha juu sana. Na alipobadilika marafiki wote walimwepa. Walikuwa wanamuona bado wanamuogopa. Wanasema yule ni Paulo ambaye alikuwa anapumua moto. Wasinjua ya kwamba sio yule Paulo, sio yule Saulo, bali ni Paulo ambaye alibadilisha maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu alilose mpaka kazi aliyekuwa anafanya. Mpendo, unakuanga tayari kuruhusi mpaka kazi ni kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unakuanga tayari kuruhusi mpaka kazi ni kwa ajili ya Yesu. Jamaa mwingine wiki tukakutana na yeye akiwa ametoka Uganda.
Na pale anasema ya kwamba mahali alikuwa anafanya kazi, alikuwa ameajiriwa kazi ya mboma. Alikuwa anaona vitu ambazo zinatembea asieleweki. Na anapoenda kukamua ng'ombe zinatoa masauti ingine haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Na akiangalia inakaa ni kama paka, ni kama sio paka, haieleweki. Na siku moja akataka kuuliza mdosi wake. Na akamuuliza, na hizi ni nini ninasionanga wakati ninaenda kukamua? Mara ya kwanza mdosi akamwambia kwamba wachana nazo, endelea na kazi. Jamaa akaendelea kuteseka na kuumia rohoni, ni nini hizi? Na anapoenda kukamua zinakuja tena zinamzunguka na zinaanza kutoa masauti sikiongea vitu ambazo haelewi. Siku ya pili alipoenda kumuuliza, akamuuliza, wewe uliletwa huku na kazi ama uliletwa na vitu zangu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaa alinyamaza, akawaza na akawazua. Na kwa sababu ni jamaa ambaye anajua Mungu, akaamua kuacha hiyo kazi ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nakuelezea, anatuambia kwamba nilitoka hivyo nilivyo, bila nguo, bila chochote, nilitoka na zile nguo nilikuwa nimevaa. Na akaenda mbali mahali hata anjui anaenda wapi. Akakuja kuangukia mikononi ya watu wazuri, wakamtafutia kazi, akaingia kwa kazi nyingine. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo ni vizuri wapendwa, tukue tayari kupoteza. Usijishikie na kusema nitapoteza aje, na nikipoteza hii kazi nitakula nini? Nikipoteza huyu rafiki nitakaa na nani? Nikipoteza huyu jirani nitakaa na nani? Nataka kukuambia kwamba unapoamua kupoteza, una gain katika ufalme. Una gain katika ufalme. Kwa ajili ya kupoteza unapokea mambo makubwa katika ufalme wa Mungu. Ni vizuri tukue tayari kupoteza, ili tukaweze kupokea mambo makubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika kule kupoteza kunao kungojea. Haleluya. Amen. Katika kule kupoteza kunao kungojea. Amen. Mpendo wao umengojea mpaka hapa tumefika. Haleluya. Amen. Ni watu wangapi hapo wanangojea? Amen. Mtu anangojea. Haleluya. Amen. Kupoteza ili upokee baada ya kungojea. Haleluya. Daudi katika Psalm 40 verse 1, kifika pale utanisomea. Anasema ya kwamba na nilimngoja Mungu nikamngojea. Amen. Nisomee kama umefika pale. Nalimngoja Bwana kwa subiri. Nilimngoja Bwana kwa subiri. Patiently. Kwa saburi. Akaninamia, akanisikia kilio changu. Naomba nisome na version ya New King James. Kuna neno pale hiyo imeacha na ni ya maana zaidi. Verse 1 inasema hivi: I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my prayer. Hapo kuna neno ambalo limetumiwa pale, na nilimngojea Mungu kwa uvumilivu. Haleluya. Kwa subira nilimngojea Mungu. Kwa unyenyekevu nilimngojea Mungu. Amen. Kwa muda mrefu nilimngojea Mungu. Amen. Mpendo, umechoka na kungojea Mungu? Umechoka na kungojea Mungu? Haleluya. Nimekuja kukuambia kwamba in order for you to gain, you must be patient waiting unto the Lord. Na ili ukaweze kupokea, lazima ukuwe mtu wa kungojea na kungojea na kungojea. Kama unaelewa vizuri maisha ya Daudi, alichaguliwa akiwa kijana mdogo sana, na kutoka hapo akapelekwa kwa mfalme, na kutoka kwa mfalme akaanza kufuatwa na mfalme kwa miaka mingi sana, akingojea Mungu mpaka afanyike mfalme.
Na Daudi huwa anatuambia kwamba hakuchoka kungojea Mungu. Amen. Na hakubanduka kwa Mungu mpaka wakati Mungu alikuja akamtendea. Amen. Mpendwa, nikwambie kitu, haujamngojea Mungu mpaka wakati ungojee ufike mwisho na uanze kumngojea tena. Amen. Na ungojee ufike mwisho na uanze kumngojea tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu baada ya kumngojea Mungu kwa uvumilivu lazima utamuona. Amen. Roho Bwana akawa ananiambia kwamba hapa kuna watu wameinua mikono. Haleluya. Amen. Kuna watu wamechoka na kungojea. Wengine wamengojea miezi 5 na wamechoka. Wengine wamengojea wiki moja na wamechoka. Wengine wamengojea mwaka mmoja wamechoka. Wengine wamengojea miaka 5 na wamechoka. Wengine wamengojea kama masiku. Ameomba masiku na Mungu hajatenda na ameinua mikono. Wewe Mungu, kwa sababu utendi, sitaki na nimetoka. Nimekuja kukuambia kwamba mpendwa, kuna haja ya kungojea Mungu. Kuna haja ya kungojea Mungu. Amen. Ninasema hivi, kuna haja ya mpendwa kungojea Mungu. Amen. Kwa sababu ukimngojea hata kama itachukua muda gani, lazima Mungu atakuja na hautapotea, hautaangamia kabla uone huyo Mungu ambaye umemngojea. Amen. Haleluya. Haleluya. Mtu mwingine alienda mlimani kuomba. Alikuwa mtumishi wa Mungu kama mimi. Alienda kuomba Mungu ampe instrument, vyombo hizi. Na akaenda mlimani for 21 days. Siku 21 ajinyime, aambie Mungu amletee vyombo. Mtumishi wa Mungu akaingia kwa maombi siku ya kwanza. Amen. Akaingia ya pili. Amen. Wiki ikaisha, anaendelea kuita Mungu. Amen. Na anaendelea kumngojea. Yes. Akaingia pale wiki ya pili. Yes. Akaendelea kumngojea Mungu na bado Mungu hajaonekana na hajaongea. Akaingia wiki ya 3. Siku ya kwanza akangojea Mungu. Amen. Ya pili akangojea Mungu. Yes. Ya 3 akangojea Mungu. Amen. Ya 4 akangojea Mungu. Amen. Ya 5 akangojea Mungu. Amen. Na ya 6 akainua mikono. That is the 20th day. Siku ya 20 akainua mikono na akasema, sasa Mungu, siwezi jinyima yote na inja yote na hujanijibu. Na akajipanga akaondoka mlimani na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hiyo mtumishi wa Mungu mwingine akakuja alikuwa katika mlima. Amen. Akaweza kupeana matangazo mlimani, akasema, naomba nitafutiwa mtu anaitwa fulani ambao registration yake ilikuwa huko hiyo. Kwa hiyo muda alikuwa kwa maombi. Jamaa akaangaliwa kwa list alikuwa. Akaangaliwa fomu ya out, akaonekana aliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chungaji akasema ya kwamba nilipokuwa ninaomba niliamrishwa na Mungu niweze kupewa mchungaji vyombo za kufanyia Mungu kazi. Amen. Jamaa akapanda akiwa ameondoka for the 20th day. Alikuwa katika nafasi ya Mungu ya kungojea. Mimi nataka kukuambia ile siku utapanga kuondoka, kungojea Mungu, hapo ndipo atakuwa tayari karibu kukumbia suluhisho ya maisha yako. Haleluya. Jamaa akaenda akiwa amewest, akihesabu hasara. Unajua ukingojea Mungu ama ukikaa kwa Mungu kwa muda na ukuje uondoke, unahesabingi hasara. Nasema nimepoteza sana. Afadhali ningekuwa mtu wa dunia kama kitambo. Afadhali ningekuwa naenenda ile neno ilikuwa ninaenenda wakati sikuwa nimeokoka. Lakini mpendwa, nataka nikuambia kwamba kuna haja ya kungojea Mungu. Amen. Kuna haja ya kungojea Mungu. Amen. Kuna haja ya kungojea Mungu. Huyo mtumishi aliweza kuondoka wakati Mungu alikuwa amepeana jibu la ombi lake. Kwa hivyo the 21st day ya mwisho angeenda na vyombo nyumbani. Amen. Lakini hakuweza kwenda nazo. Alipata akiwa yuko. Haleluya. Amen. Mpendwa, tujiadhari. Kuna watu baadhi wanatumani yangu aanza wanapata hauko. Kama saa hii
hii mbingu inajua uko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu inajua yeyote anayeitwa na madhabahu haya ni wa hapa. Yes. Kwa hivyo ombi lote uliomba, wakati wa kujibu ataachilia majibu. Amen. Na ataachilia majibu hapa. Anaweza tumia dada fulani yako hapa, akupe jibu yako. Anaweza tumia ndugu aliye hapa, akuletee jibu. Na wewe akuja apata uliondokea. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuna umuhimu wa kukaa katika nafasi ya Mungu tunapoendelea kumngojea. Amen. Ni kwa sababu anapokutafuta akupate kwa haraka. Huyo jamaa hakuwa na trace tena ya vyombo ambazo Mungu alikuwa ametumana apewe. Amen. Na hiyo jambo likanitia nguvu ya kuendelea kumngojea hata wakati hajatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ombi nimeomba, hii ni kama mwaka wangu wa 4, 4th year. Bwana Yesu asifiwe. Na sijawahi jibiwa. Lakini ninaendelea kumngojea Mungu na niko sure ya kwamba siku moja nitashuhudia kwa haya madhabahu. Amen. Hata kama itachukua miaka 10, I know I will testify the goodness of the Lord. Kwa sababu tunapomngojea Mungu, kama alikuja kwa Daudi akamtendea, akakuja kwa Paulo akamtendea, akakuja kwa Yosefu akamtendea, akakuja kwa wana wa Israeli wakatendewa. Ni nani basi wewe usingojee mpaka akutendee? Hallelujah. Hallelujah. Mpendwa, usibanduke kwa Mungu. Wakati wa kungojea kuna kuumizwa roho. Wakati wa kungojea kuna kupitishwa katika jangwa. Wakati wa kungojea kuna hata kukataliwa. Wakati wa kungojea kuna hata kuchekelewa na kubandikwa majina. Lakini nimekuja nikuambia ya kwamba wakati unangojea huyo Mungu, usitake kujua vile wanasema, kwa sababu siku moja Mungu atakuja kukuvunika na utukufu wake. Watashangaa kile ambacho walikuwa wanaona ndani yako, na watoa ushuhuda hakika wameona Mungu kupitia kwako. Amen. Kuna uzuri mkubwa wa kungojea Mungu. Ayubu akapoteza kila kitu chake chote. Alikuwa karibu apoteze bibi kwa sababu bibi ilikuwa ya kumkenjeli. Bwana Yesu asifiwe. Ngekuwa wanaume wengine wangemwambia toka hapa na uende kwenu. Lakini Ayubu kuna jambo aliambia Mungu. Ndiko imetuambia kwamba alirarua nafasi yake na akaingia katika maombi ya kuabudu Mungu. Na katika kule kumwabudu akaambia Mungu hivi, Mungu, mimi ninaelewa nilitoka kwako bila kitu. Na hata katika hii hali nikirudi kwako sina hasara, na yahesabu kama taka, na yahesabu hasara ng'ombe ulizonipea, watoto ulionipea, chochote ulichonipea, kwa sababu kama nitakuja kwako, nitakuja vile nilitoka kwako. Sitaki kujua kile nimepoteza, lakini ninajua nimepokea na nimeurithi ufalme wako, kwa sababu sitakukosea hata katika hali yangu baya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayubu akashuhudia na akasema ya kwamba Baba, ninakushukuru kwa sababu mimi ninaelewa kunao taji ya uzima wa milele ninangojea. Kunao taji ya uzima wa milele ninangojea. Amen. Na kama nilitoka kwako bila kitu, hata nikirudi sina shida. Amen. Nisomea mstari wa 10 chapter 42 tunapomalizia. Saburi. Job. Ayubu 42 verse 10. Nasoma Ayubu 42 verse 10. Inasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza.
Kisha pale Bwana baada ya Ayubu kuombea marafiki zake waliokuwa na mkenjeli na kumwambia hata haina haja hiyo Mungu wako, wewe uliasi Mungu, wewe umepotea, Mungu wako amekuacha. Baada ya kuwaombea, maandiko imetuambia kwamba naye Mungu aliweza kumrejeshea mara 2. Sio kama umesikia hiyo message. Amen. Ya kwamba baada ya Ayubu kuombea maadui zake, yes, aliweza kupokea mara 2. Amen. Maandiko inatuambia kwamba yeye alikuwa na kondoo 7,000 akaweza kupata 14,000. Alikuwa na kamera 300 akapata 6,000. Alikuwa na ng'ombe wa kulima 500 akapata 1,000. Alikuwa na punda 500 akapata 1,000, na watoto wakarejeshewa waliyekuwa na wao. Na cha kushangaza ni ya kwamba wale watoto waliyependwa, maandiko tuambia kwamba walikuwa warembo kuliko wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kungojea Mungu. Amen. Petro nataka kukuchochea juu ya kungojea Mungu. Usitoke wakati Mungu ako karibu kukutendea. Usichoke na kuinua mikono wakati Mungu ameachilia. Amen. Wakati ameachilia baraka, anapata tayari umeinua mikono na umeondokea, anarudi na baraka zake. Usikubali. Kaa ukiwa unamngojea, kaa ukiwa connected. Endelea kumshukuru hata wakati hajatenda, mshukuru. Hata wakati umeomba na hatendi, mshukuru. Ni kwa sababu baada ya kungojea unaokupata. Kwa sababu utakapo lose hayo mambo ambayo umelose na unaomba Mungu, hakika ataweza kukurejeshea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vyema tukaweze kuchagua kupoteza ni kwa ajili ya Mungu. Amen. Ayubu alilost everything. Yes. Lakini yote alihesabu kuwa ni bure. Alihesabu kwake sio kitu. Ni kwa sababu aliamini Mungu aliye ndani yake ako na uwezo wa kumrejeshea. Alirejeshewa ama hakurejeshewa? Alirejeshewa. Haleluya. Mungu wetu anatupenda kiwango hicho, mpendo. Yes. Katalia kwake. Hata wakati hajatenda, mshukuru. Mwambie Baba, nitakaa kwako mpaka ukatende. Amen. Hata usipotenda sitabanduka kwako. Amen. Nitaendelea kuvumilia kwako. Yes. Na kukungojea. Na nitakungojea mpaka utakapokuja na utende. Amen. Kwa jina la Yesu. Simama na miguu yako. Amen. Mwambie Bwana akakupea nguvu za kungojea. Rudi mwambie akupea nguvu za kukubali kulose ili ugain. Kwa sababu lazima tukubali kupoteza ili tukaweze kupata. Kuna vitu hatuwezi tukapata kama hatutaachilia zingine ziende. Ni vizuri tukaweze kuelewa nafasi yetu mbele za Bwana.